Naam. Fungua nami katika kitabu cha Isaya, sura yake ni 43 mstari wa 26. Isaya 43 mstari wake wa 26 ni katika sehemu ya himizo, mpendwa msikilizaji, na kwa wale ambao watamanage kufika jioni kwenye Yada Worship and Hymns Evening, katika sehemu ya maombi, Mungu akitujalia, pia taomba na kifungu hiki miongoni mwa vingine tu, tunapojifunza vile ambavyo tutakuwa na an effective prayer. Wakati mwingi twaomba na hatujibiwi, maombi hayajibiwi, unakosa kuelewa. Labda nikigusia kidogo, utapata kwamba unapoangalia kwenye Biblia, kuna mmoja ambaye basi aliweza kuomba pamoja na mtoto wake. Hagai aliomba, na vile vile pia son wake akawa, yani alikuwa na kilio, na pia son wake akawa na kilio wakati walipokuwa jangwani na hawana chakula, hawana vile maji, hawana chochote. Lakini la ajabu ni kwamba Mungu alisikia kilio cha mtoto na hakusikia cha Hagai. Kwa nini? Kumaanisha kwamba si maombi yote hujibiwa. Kwa hivyo tutajifunza mengi jioni ya leo kwa kifupi tutakapokuwa katika sehemu ya maombi. Kwa hivyo basi make sure umewahi kwenye ile Yada Evening, Yada Worship and Hymns Evening, pale City Revival Temple Shofar House, just behind Kenya Poly, au kipenda Technical University. Tutakuwa nasemezana mengi, tuombe pamoja, na zaidi ya yote tuabudu, tuimbe hymns, tusifu kwa pamoja, kuanzia 4:30 mpaka 8 jioni ya leo. Na kwa mengi zaidi enda pale kwenye Facebook, MC Victor Mandala, utapata kwa kirefu, kuna posta pale, kuna namba ya simu pale, utasemezana ili uelekezwe zaidi. Lakini kando na hayo, na vile vile pia unaweza tuma ujumbe hapa studioni uweze kuelekezwa zaidi. Lakini kando na hayo, nataka tujifunze hivi, mpendwa msikilizaji. Naam, katika kifungu hiki Isaya sura yake ya 43 mstari wa 26, verse 26, Biblia inasema hivi: niambie kama mna kisa nami, njoo tukahojiane. Toeni mashaka yenu ili tuuone ukweli wenu. Naam, unapoenda mbele zake Mungu kuomba, wakati mwingine inabidi tusiende tu kwa maneno matupu. Hapana, inabidi tutoe kisa, ikuwe ni kama kotini. Unaenda unatoa hoja yako, tuhojiane. Nasema pale kwamba toeni mashaka. Mashaka hutolewa kotini. Unasema kwamba mimi ndio najitetea, ama mimi na kesi hivi na hivi, hapa haikuamuliwa vizuri na appeal, ama hapa hivi ningependa kusema huyu mpendwa alinikosea kwa njia hii na hii, mshtakiwa alifanya ABCD. Kwa hivyo basi unapeleka kesi yako, you argue your case. Na ukipata mawakili kama our learned friends in our country, wakienda mbele ya judge, wanasema in section this and this, act this and this, inasema hivi. Kwa hivyo basi kuambatana na kifungu hiki, sehemu mkururu mdogo wa hivi, kwa hivyo inasema hivi na hivi. Kwa hivyo unapata anatoa kesi yake, jaji anasema okay, yes. Si kwamba judge hajui sheria, na si kwamba haamini sheria vile ilivyo. Si kwamba hajasoma, hapana. Judge anajua, lakini anakumbushwa, anaambiwa unaona kuambatana na kifungu hiki, alafu subsection hii iko hivi na hivi. Anasema yes. Na do you know, judges in our country, or rather judges in their career, mara nyingi wanatoa uamuzi kulingana na vile ambavyo argue case. Anaweza kuwa anajua what happened, anaweza kuwa na ufahamu, lakini atatoa uamuzi kulingana na vile ambavyo umeargue kesi yako. Naam, wacha tusiende mbali. Napoangalia pale, nasi pia kama walokole, tunapoenda mbele zake Mungu, he is our judge. Yeye ndio judge wetu. Kwa hivyo mara nyingi tukienda mbele zake, si kwamba hajui maandiko, lakini sheria yetu ni maandiko. Unaenda unamwambia Mungu kulingana na Biblia, kifungu fulani. Biblia inasema kwamba napotubu dhambi zangu ya kale yamepita, mambo yote yanakuwa mapya wakati ninapookoka. Mungu, mbona haya mambo yananifuata? Naomba uniondolee haya, kwa sababu nimeokoka, nimekuwa kiumbe kipya. Ananod kicha, anasema yes. Kwa hivyo una argue your case. Biblia inasema kwamba wakati tutakapokiri dhambi zetu, tutakapotubu na kuacha dhambi, Mungu ataokoa taifa letu, na si familia zetu, taifa letu. Una argue kulingana na maandiko. Unasema kwamba wakati Biblia inasema kwamba tutakapomtanguliza Mungu, wakati Mungu anatangulia, unapata kwamba seek ye first the kingdom of God and all the rest shall be added unto you. Unasema Mungu, nimekutanguliza kwa yote.
na hivi vitu vingine najua vitafuata kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo unaomba, una argue your case. Wakati hapo unaenda mbele zake Mungu, una argue kesi yako hivyo, bila shaka Mungu atajibu maombi yako. Kwa hivyo kwa maombi ambayo ni ya kujibiwa, mpendwa msikilizaji, ili upate majibu ya maombi yako, hii ni kanuni mojawapo tu. Mengi tutajifunza later, natumai basi utakuwepo ili tujifunze zaidi na tuombe kwa kuelewa. Napomwangalia Hezekia kwenye Biblia, Hezekia alifika mahali ambapo akaambiwa wewe andaa, wewe unaishia. Lakini Hezekia akaargue kesi yake, akapinduka. Hakuargue na yule alitumwa, akapinduka kwa ukuta, akamwambia Mungu, Mungu iko hivi. Unajua nimekufanyia hivi, na ujue nini, kwa sababu ya kwa hiyo kesi yake vizuri, Mungu akakumbushwa, na alipokumbushwa akamwongezea miaka 15. Mwangalie yule mwanamke ambaye aliaga dunia, yule mwanamke ambaye alikuwa anashonea wengine manguo na nini, watu waliargue kesi yake kwa sababu ya vile ambavyo alikuwa mzuri kwa wajane na kadhalika, akiwasaidia, na bila shaka alifufuliwa kwa sababu ya kesi iliargue vizuri. Nawe pia mpendwa msikilizaji, it is our time to argue our case. Je, kuna tendo lolote nzuri ambalo umetenda? Je, ni maandiko yanasemaje kuhusu kesi yako? Then argue your case. Biblia inasema katika mstari huo wa 26 ni kwamba niambieni kama mna kisa nami, njoo tukahojiane, toeni mashaka yenu ili tuuone ukweli wenu. Ukweli wako ni upi? Je, umetenda wema? Je, maandiko yanasema nini kuhusu hali yako? Unajua hutajua yanasema nini kuhusu hali yako wakati ambapo usomi. Kwa hivyo we need to first study the word, na Roho Mtakatifu atupe ufunuo na mambo yatakuwa shwari. Kwa ajili ya muda mpendwa msikilizaji, wacha mengi tutapata kusemezana jioni. Kwa hivyo basi Mungu akutende wema. Kwa hivyo kwa wale ambao wanasikiliza kwenye redio, hakikisha kwamba enda pale kwenye YouTube, subscribe pale, tafuta tu Victor Mandala Himizo, alafu subscribe pale, nitakuwa vema zaidi. Kusubscribe ni vipi? Unapotafuta Victor Mandala Himizo, utapata kama ya leo tutaongea kuhusiana na mambo ya maombi, na bila shaka chini ya video tu yoyote ile kuna neno ambayo ni ya Victor Mandala Himizo, utapata kwamba kuna ukiplay tu na play hiyo video, alafu chini yake utapata kuna neno subscribe. Click your subscribe, then kando yake kuna notification bell, kalama kakengele hivi, just click it. Utapewa options 3, chagua ile options ambayo inaonyesha kakengele ni kama kana shake hivi. Basi bila shaka hapo ndio utakuwa notified every other time tunapo upload anything kwenye mtandao wa YouTube. Kwa hiyo basi ukiambiwa sign in wakati umeclick subscribe, sign in using your Gmail account. Kwa hivyo basi unaweka tu blablabla@gmail.com, then password yako, ili hapo ndipo tutatuma link wakati ambapo tumeupload anything new kwenye mtandao. Mungu akutende wema, na katika yote tuacha tuombe kwa ufunuo, tuombe kwa kuelewa, na Mungu ni mwaminifu, atajibu maombi yako. Maana wakati mwingi tumeshangaa, mbona nimeomba wakati huu nikajibiwa na wakati ule mwingine si kujibiwa, so and so amejibiwa na so and so hajibiwi. Kwa nini? Ni kwa kuomba kwa ufunuo, kwa kuelewa. Mungu akusaidie, tuombe kwa kuelewa, na bila shaka mambo yote yatakuwa shwari kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Na kwa wewe ambaye basi unatizama pale, ningependa kushukuru kwa kuwa pamoja nawe. Mungu akapata kutenda wema, na kando na hayo ningependa kwamba kwa pamoja, kando na mengi tu ambayo unayafanya, najua kwa shughuli zako umetenga muda kwa pamoja nami, nikujuza hivi, chini ya video hii kuna neno hapa chini tu, kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, then kando yake tu hapa kuna kalama ka kengele. Kalama tu ile kengele ilikuwa inapiga kilingilingili. Kwa hivyo ukiklik hiyo alama ya kengele utaletewa pale options 3. Click ile options inaonyesha ka kengele, na tu marks kando inamaanisha kwamba check, kumaanisha kwamba bila shaka wewe basi umechagua kwamba tunapo upload anything tukujuze. Ninarahisisha mambo kivipi? Kwamba tunapo upload unatumiwa kwenye Gmail account yako, utatumiwa link kuonyesha kwamba Victor Mandala kwenye YouTube channel hiyo ameupload mahubiri inaitwa labda maombi ama himizi inaitwa bla bla bla, na baada ya kuupload tunakutumia link yake hapo chini. Kwa hivyo huna kazi ya kwenda kusearch kwa YouTube, ila tu una click hiyo link iko chini ya YouTube hapo, na ukisha click, maana wakati mwingine utapatikana kwamba tuko kwa himizo na ama tumeupload wakati haupo, kwa hivyo umepitwa. Kwa hivyo ili usiachwe nyuma, basi una click tu hivyo, inakutumia no click hiyo link, inakupeleka moja kwa moja kwenye video ipo, na moja kwa moja unaweza kuwa baraka kwa wenzako kwa kushare. Click, just copy the link and share, na copy pale unaweka kwenye Facebook, YouTube, WhatsApp na kadhalika. Na kando na hayo pia imekurahisishia kazi, au sio? Tuzidi kutiana moyo. Mungu akutende wema. Make sure you subscribe, share chini ya video hii, weka comment yako, like na kadhalika. Mungu
akutende wema. Nawapenda sana. Ni katika sehemu ya himizo, tupatane jioni ya leo. Maana jioni ya leo pale ukienda pale panajulikana kama City Revival Temple, kanisa la ongozwa na Apostle Bishop Mabili, ambapo basi tutakuwa pale tutakuwa na mkutano wa yada kuanzia saa 10:30 hadi mida ya saa 2 usiku. Kwa hivyo karibu sana, ili tuzidi kumwabudu Bwana kwa pamoja, na najua kwamba atakutenda wema. Kwa hivyo karibu pale. City Revival Temple iko just kama unajua Times Towers, it's opposite across the road. Kuna Kenya Polytechnic ama Kenya Technical University, alafu ukiingilia na Workshop Road hapo tu nyuma yake, it's like from the main road ni 100 meters then another 100 meters. Kwa hivyo around 200 meters from the main, kutoka kwa Haile Selassie ukiwa pale Times Towers, bila shaka uko ushafika. Kwa hivyo Mungu akutende wema. Ukilizia tu mtu yeyote Kenya Polytechnic iko wapi, kama uko Ambassador, not Ambassador, kama uko Bomb Blast iko karibu na hapo. Vile vile pia iko tu pia upande wa ukiwa unajua Central Bank of Kenya iko watu hapo opposite. Kwa hivyo ziko opposite hapo. Ama watu ambao wanajua Railways, ukitoka Railways ukipanda ni kama unakuja roundabout Haile Selassie, ukikuja Uhuru Highway just like 50 meters from the roundabout Railways, ukipanda juu hivi kuna left turn, the first left turn. Kama una drive, the first left turn naingia hivyo, na bila shaka utakuwa unaingia left, then ukifika mbele kwa T junction una turn right, kuna bari hapo, unaingia right another 100 meters. Ukiambia tu watu utaona Shofar House signpost pale right, then unaingia Shofar House pale, utapata tuko pale Yada Worship and Hymns Evening. Kwa hivyo nakaribishwa tuabudu Bwana kwa pamoja, na najua kwamba atatenda wema. Na tuombe haya ambayo tumejifunza, tutajifunza vipengele vingine, alafu tuombe kwa ufunuo, kwa kuelewa. Mungu akutende wema, mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Tupatane jioni ya leo, na kama una swali lolote, labda unasema mimi nimepotea, mimi sijui nitaenda vipi, unaweza ukapiga tu simu. Ukienda pale kwenye MC Victor Mandala kuna posta, kuna namba ya simu pale, unaweza ukapiga, au pia wasiliana nami kwenye nambari hii 0732 284 Unaweza piga pale ili nikuelekeze zaidi. 0732 284 976 0732 284 976. Mungu akutende wema. Au weka comment hapa, au semezana nami kwenye Facebook pia kuna nambari nyingine ya Safaricom kwenye posta na kadhalika. Na Mungu akutende wema. Shalom, God bless you.